Wengi tunaosema ni Wakristo, tunaosema sisi ni wa Yesu, Yesu huyo au Kristo huyo, wala hatuna tabia zake, wala hatuishi maisha aliyoyaishi, ila Yesu Kristo tunamtumia kama brandi, tunamtumia kama brandi. Ndio maana unakuta mtu kwa jina la Yesu anataka auze mafuta, kwa jina la Yesu anataka auze maji ya upako, kwa jina la Yesu anataka atoe mapepo tu, kwa jina la Yesu anataka apate fedha, kwa jina la Yesu analitaja tu mdomoni, lakini moyo wake hauko naye kabisa, hauna maisha ya Kristo. Lakini pia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu watu wanatengeneza biashara kubwa, wanatengeneza makanisa kupata faida, wakati Biblia imesema kwamba maisha ya utauwa sio ya kupata faida, lakini uzima wa mtu haupo katika vitu, haupo katika mali, haupo katika fedha, haupo katika vitu vya thamani. Naam, shalom watu wa Mungu, niwasalimu kwa jina la Yesu. Leo tutafakari kwamba Yesu Kristo, watu wengi, Wakristo wengi tunaojiita Wakristo, tunabeba Biblia tunaitumia, lakini tunalitumia kwa ajili ya nini? Tunaitumia kama brandi. Yesu Kristo ni brandi, walio wengi tunaitumia kama brandi. Asilimia kubwa, 90% na zaidi, Yesu Kristo tunaitumia kama brandi. Jina la Yesu tunalitumia kama brandi. Kuna mtu nishawahi kumsikia akawa anasema kwamba zamani hizo Yesu amezaliwa, walipomuua, wakaua mitume, wakauawa wote, wale watu wakaingiza upotovu katika Ukristo. Kwa hiyo Yesu Kristo wakaanza kumtumia kama brandi, yani kama ni kitu cha kutumia tu kupata faida. Kuna watu wengi, Paulo amesema kwamba wanafanya kwamba Ukristo au utauwa ni njia ya kupata faida, lakini Kristo, watu wengi kwa nini nasema tunamtumia kama brandi? Ni kwa sababu Kristo huyu kumemtumia watu tunamtumia kuingiza fedha. Watu wanataka wafungue makanisa ili waifanye kama project, kama mradi ambao utakuwa unawaingizia kipato, ili waweze kuangalia namna ya kupata magari mazuri, kupata majumba mazuri, kupata makura, kuishi vizuri kwa kula na kunywa kwa vitu vya ulimwengu huu. Ndo maana ya brandi. Kusema brandi ni kama Azam, kama unavyoona Azam, kama unavyosikia sijui Simba, unavyosikia Mo, unavyosikia Yanga, unavyosikia Kairuki, unavyosikia sijui Azania, unaposikia Arafu, yani hizo ni brandi. Ni kitu fulani ambacho kinawekwa kwenye product fulani au bidhaa fulani ambayo inaenda sokoni. Hata kama brandi ni jina, yani jina la kampuni fulani ambayo inafanya biashara fulani ya bidhaa fulani ambayo imeingia imani, watu wameingia imani kwa hiyo brandi, kwa hiyo product, kwa hiyo brandi. Yani mtu akisikia Azam anasema Azam product zao, bidhaa zao zinakuwa ni nzuri, zinakuwa zina ubora. Kwa hiyo watu wameshika hiyo imani, imeingia katika mioyo yao, imeingia katika fahamu zao, wakajua kumbe product yoyote itakayotengenezwa na Azam, iwe biskuti, iwe sijui mkate, iwe sabuni, iwe bati, iwe nini, product yoyote, bidhaa yoyote inayotengenezwa. Kwa hiyo watu wameshaweka imani kwa Azam. Kwa hiyo Azam, kitu chochote ambacho inaweza ikatengeneza, bidhaa yoyote ambayo inaweza ikatengenezwa na kampuni ya Azam, ikiwekwa chapa ya Azam au brand ya Azam, basi hiyo product itachangamkiwa sana, watu wataipenda sana, watu wataitumia sana, kwa sababu ya matangazo yake inavyotangazwa, kwa sababu ya watu wanaozunguka, yani wanaotumia labda ving'amuzi, wanavyosikia taarifa zake. Kwa hiyo tayari hiyo ni chapa au brandi. Kwa hiyo tukisema Yesu anatumika kama brandi, ni kwamba watu wengi Yesu tunamtumia kama brandi, tunamtumia kuuza mafuta yetu, kuuza upako wetu, kuuza sijui vitambaa vya upako, kuombea watu wapone, njoo shida zako zitaisha, sijui leta udongo, komboa ardhi, tukomboe maisha yako yamefungwa. Yani Yesu tunamtumia kama brandi. Wa Kristo wengi hatumtumii ilivyotakiwa, hatuishi zile tabia zake. Anasema wengi watakuja wakiniambia Bwana Bwana, lakini nitasema mimi sikuwatambua, kwa kuwa hamkuyatenda mapenzi yangu. Angalia hapa katika Mathayo hapa. Watu wengi tunamtumia Yesu kama brandi, yani
ni jina fulani ambalo lipo tunalitumia kupata faida zetu, kupata vitu, kupata mali, kupata wake. Ndio maana unakuta vijana wanaenda kanisani wanasema wanampenda Yesu, kumbe wanatafuta mabinti ili waolewe, wengine waoe, lakini pia wengine wanamtumia Yesu huyu kuuza vitu, kupata fedha, kupata mali, Yani ukitaja jina la Yesu wewe unaaminika, unaonekana wewe watu hawana wasiwasi na wewe, tayari umeitumia kama brand. Kwa hiyo watu wengi tunamtumia Yesu kama brand. Ndio maana hapa katika Mathayo 15 mstari wa 8 anasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Watu hawa uniheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yao iko mbali. Na sisi Wakristo wengi wa sasa tunamtumia Yesu kama brand tu, kama kitu fulani cha kujipatia faida, maisha mengine yaendelee. Ndio maana nikasema Yesu tunamtumia kama brandi. Watu wao uniheshimu kwa mdomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Sawa? Kwa hiyo na sisi wengi tulio wengi tunamtumia Yesu kama brandi tu, yani kama kitu tu, kipo tu, yani hatuna haja naye sana, ila tunataka tupate faida zetu, tupate fedha, tupate umaarufu. Watu wengi, wachungaji wengi, maaskofu, manabii wanapata umaarufu kwa jina hili la Yesu, ila sio kwamba wanampenda Yesu, wanamtumia tu wapate faida zao, maisha yaendelee ya kuendesha familia zao, kuendesha kujulikana, kuwa maarufu katika jamii, lakini sio kwamba Yesu huyo tunampenda hivyo. Hapa tusome Mathayo 7:21 hapa nisome pia ikiwa namalizia. Anasema, si kila aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Yani hii miujiza, sijui kuponya watu, sijui kutoa mapepo, sijui kukomboa udongo, kuwauzia watu mafuta, hayo yote ni mambo ya kawaida tu, ila jambo kubwa ni kufanya mapenzi ya Bwana. Ndo kitakachokuwa kipimo chetu kwamba je, Kristo tumemtumia ilivyotakiwa? Si kila aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, ila ni yule anayetenda mapenzi yangu. Paulo amesema katika Waefeso 5:15 kwamba angalia mnavyoenenda mkiukomboa wakati, maana zamani hizi ni za uovu. Iweni na hekima mkitenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Ni kufanya lile ulilotakiwa kufanya. Basi nikushukuru sana kwa kunisikiliza. Tusimtumie Yesu kama brand. Neema ya Kristo ikawa pamoja na nyote. Amen.